Ndugu wanachadema na Watanzania wenzangu, leo tarehe 24, kama tunavyofahamu kesi ya mwenyekiti wetu wa chama ilikuwa imepangwa kusikilizwa katika mahakama ya Kisutu. Kwa kweli kesi hii ina interest, kama unavyofahamu, ina interest ya Watanzania wote na wanachadema wote, na tulikuwa tumejipanga kuhudhuria kesi hii, viongozi na wanachama, lakini katika hali ambayo imetufedhehesha na kutusikitisha sana, asubuhi wakati viongozi wetu wanaelekea mahakamani, viongozi wetu wamekamatwa kwa kushushwa kwenye magari. Makamu mwenyekiti wetu wa chama ameshushwa kwenye gari na yupo kwenye mikono ya polisi na hatujui yupo wapi. Katibu mkuu wa chama chetu Mheshimiwa John Mnyika ameshushwa kwenye gari eneo la fire na yupo kwenye mikono ya polisi na hatujui yupo wapi. Lakini jambo ambalo limetufedhehesha na kutusikitisha sana, katika mazingira ambayo polisi wameonekana kama wako vitani, wamewakamata viongozi wetu, makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Said Mzee, naibu katibu mkuu Zanzibar wakili Ali Ibrahim, mkurugenzi wetu wa fedha chama makao makuu CPA Tito Kitalika. Wakiwa wanaelekea mahakamani walikamatwa na wamepelekwa na kutupwa. Wametupwa porini, pori la Mabwepande, Ununio, eneo karibu tu na alipokuwa ametupwa marehemu Ali Kibao. Ni kwa msaada wa wasamaria wema, vijana waliwaokoa na wakawaleta na kuwafikisha hapa makao makuu ya chama. Kwa hivyo tunavyozungumza, viongozi wetu hawa wako katika hali mbaya sana, wamejeruhiwa. CPA Tito Kitalika, mkurugenzi wetu, ameumizwa na kuvunjwa mguu. Naibu katibu mkuu Zanzibar amevunjwa na kujeruhiwa mkono. Wako katika hali mbaya sana, pamoja na waandishi wa habari wawili, binti moja mwandishi wa habari na kijana mmoja, hatujui wako wapi, lakini walikamatwa pamoja na wametupwa kwenye hilo pori la Ununio. Kwa hivyo hivi sasa tunavyozungumza, kuna vijana wa kujitolea tu wanazunguka na kuwatafuta, na tunaambiwa wako kama wengine 12 hivi wameonekana maeneo hayo. Jambo hili limetufedhehesha, limetusikitisha na linatupunguzia na kutuondolea ustahimilivu kabisa. Kesi ya Lissu sio vita, haiwezi kuwa vita, na wananchi walikwenda kusikiliza, kufuatilia mwenendo wa kesi hii katika hali ya utulivu na amani kabisa. Jambo hili, nirudie tena, limetufedhehesha. Nimeongea mimi na IGP Afande Camillus, nimeongea na Afande Muliro. Katika hali ya kustajabisha, wanaonyesha tu kirahisi tu kwamba tulikuwa tunazuia watu wasiende mahakamani, lakini as we speak watu wamejeruhiwa na viongozi wetu. Makamu mwenyekiti bara hatujui yuko wapi, katibu mkuu hatujui yuko wapi. Jambo hili Afande Camillus limetukasirisha na kutufedhehesha sana. Sasa tunalitaka jeshi la polisi ndani ya masaa 3 viongozi wetu wajulikane wako wapi. Ndani ya masaa 3 wanachama wetu na viongozi wetu kadhaa ambao wamekamatwa na wao hatujui wako wapi, tufahamu na tujue wako wapi.